Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah tukiwa katika sehemu ya pili kuitazama ni kivipi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusanya baina ya dhuhri na al-asr na baina ya maghrib na ishai pasina hofu wala mvua. Nini hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakusudia? Sasa hizi tutaenda moja kwa moja katika maelezo ambayo yatakayotupeleka katika kutazama wanachuoni wetu ahli sunna wal jamaa wanazungumzaje katika jambo hili. Asema wa amma hadithu ibn Abbas falam yajma'u ala tarki al-amali bi bal lahum aqwalun. Katika maelezo wanasema kuna kauli mbalimbali katika hadithi ambayo moja kwa moja imefika kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ambaye yeye ndio alikuwa pamoja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi inafanywa hii hadithi, hatuwezi kuiacha bila kuifanyia kazi, lakini katika kazi kuna kauli ambazo zipo katika hadithi hii. Asema minhum man ta'awwalahu ala annahu jam'u bi'udhri al-matari, miongoni mwa wanachuoni wa ahli sunna wameifanyia ta'wili hii hadithi, wakaitafsiri au kuifanyia ta'wili ya kwamba hii hadithi ikiwa inamaanisha kwamba Mtume alikusanya bi'udhri al-matari, kwa nyudhuru ya mvua. Kwa Mtume alikusanya ni kwa sababu ya mvua, wanachuoni baadhi wanasema hivyo. Wa hadha mashhurun an jama'atin min al-kibari al-mutaqaddimin, na hii kauli ni mashuhuri, inafahamika zaidi kwa wale wanachuoni wakubwa waliotangulia nyuma. Kabla huko wanachuoni wakubwa waliotangulia nyuma wanasema kwamba Mtume sallam alikusanya hizo swala ni kwa sababu ya udhuru ya mvua. Kwa ni wanachuoni kibaru na al-ulama al-mutaqaddimin, na wanachuoni wakubwa katika wale wa karne zilizopita huko nyuma, wanachuoni wa muda mrefu. Wa huwa dha'ifun birriwayati al-ukhra min ghairi khawfin wala matarin, lakini sema hii kauli ya wanachuoni ni dhaifu ukitazama vizuri. Birriwayati al-ukhra, kwa sababu katika riwaya zilizopokelewa kuna riwaya nyingine imepokelewa ambayo inasema min ghairi khawfin wala matarin, Mtume alikusanya baina ya swala hizo ambazo tumezitaja pasina kuwepo hofu yoyote wala kuwepo mvua. Kwa hiyo kama itakuwa ni illatul matari fala, kama itakuwa ni sababu eti ni mvua, basi haikubaliki, kwa sababu kuna riwaya imesema min ghairi khawfin wala matarin. Mtume alikusanya baina ya swala dhuhuri na al-asri akaziswali pamoja, maana yake, na baina maghrib na isha akaziswali pamoja, lakini min ghairi khawfin wala matarin, basi na hofu wala mvua, yani hakuna hofu yote ambayo ilikuwa wala hakuna mvua, hofu na mvua. Wa minhum man ta'awwalahu ala annahu kana fi ghaimin, wapo baadhi wanachoona kasema Mtume alikusanya baina ya swala hizo ni kwa sababu ya kutokea ghaimin, mawingu yalitanda, yaliziba. Kwa baada ya kuziba yale mawingu ndo akafanyaje, akaweza kukusanya hizo swala katika namna zake. Fa salla dhuhra, yani maana yake Mtume akaswali dhuhra, thumma nkashafa al-ghaimu, kisha baada ya kuswali dhuhra maana yake yale mawingu yakawa yameshaondoka tayari, hali ya hewa imerudi kama kawaida. Wabana anna waqta al-asr dakhala, kwa pale pale baada ya yale mawingu kuondoka tayari kaibainika kwamba wakati wa swala la asr umeshafanyaje, umeshaingia. Fasallaha, basi Mtume ndo akafanyaje, akaweza kuswali. Maana yake Mtume alikusanya katika namna hiyo. Anasema wa hadha aidan batilun, hii vile vile ni batil. Anaitaka murajaa katika jambo hili, basi arejea katika kitabu cha Sharh Muslim li Imam an-Nawawi. Imam an-Nawawi kafanya sharhi katika kitabu hicho na kaita kauli zote za maulama wa ahli sunna katika jambo hili. Anasema wa hadha aidan batil, vile vile kauli ni batil, li'annahu, kwa sababu kauli inakuwa ni batil. Wa in kana fihi adna ihtimali fi dhuhri wal asr la ihtimala fihi fi al-maghrib wa isha, hata kama patapatikana kwamba kutakuwa na ihtimali labda kweli baada ya kuswali dhuhuri pale basi mawingu yakawa yamefanyaje, kwamba Mtume aliposwali dhuhuri mawingu yakawa yametanda pale. Kwa hiyo pale mpaka wanakuja kumaliza swala ya dhuhuri, maana mawingu yakawa yamefanyaje, mawingu yakawa yameondoka, maana yake wakati wa asr ukawa umeingia. Anasema hata kama patakuwa na asilimia hizo katika swala ya dhuhuri na asr, anasema la ihtimala fihi fil maghrib wal isha, huwezi kuleta ihtimali wala kuweza kufikiria jambo kama hili kama itakuwa ni swala ya maghrib na isha, kwa sababu nyakati zake zinafahamika, huwezi kuwa na ihtimali katika jambo hili. Kwa kusema kauli vile vile na yenyewe ni batil katika muendelezo wa namna hii. Kisha akasema wa minhum man ta'awwalahu ala ta'khir al-ula ila akhir waqtiha fa sallaha fihi,
Wengi wapo miongoni mwa wanachuoni ambao walifanya ta'wil, tufanye tu kawaida, wakaitafsiri kwamba hii hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliichelewesha swala ya kwanza mpaka mwisho wa wakati wake kisha akaiswali. Kwa falamma faragha minha, baada ya kuichelewesha hiyo swala akaiswali mwisho wa wakati wake, baada ya kumaliza kuiswali hiyo swala, dakhalat athaniya fasallaha, ikawa tayari imeshaingia wakati wa pili akaiswali. Maana yake nini? Maana yake ni hivi, ni kwamba mfano wakati labda mfano wa dhuhuri unaondoka ni saa 9 dakika 40, si ndivyo labda wakati wa dhuhuri ndio unaisha hapo, tunasemaga saa 7, wakati wa dhuhuri kwa ndio unaisha saa 9 dakika 40. Kwa huyu mtu wenyewe wanachokusudia wanachuoni hawa ni kwamba huyu mtu labda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huenda labda alikuwa aliswali mwisho wa wakati labda mfano wa dhuhuri labda ni saa 9 dakika 35 au ni saa 9 dakika 30, kwa mpaka anamaliza ile swala ya dhuhuri, maana yake tayari ametumia dakika 48 9, anamaliza ile tu swala ya dhuhuri, anapiga kauradi kidogo pale, tayari unakuwa umeingia nini, wakati wa alasiri, kwa sababu dakika 40 ndio inaisha dhuhuri, alasiri inaingia labda mfano dakika 41. Kwa huyu mtu aliswali dakika za dhuhuri saa 9 dakika 40, dakika 30 akaichelewesha mpaka 38, 39:40 tayari inaondoka dhuhuri inaingia alasiri. Maana yake kwamba labda Mtume alichelewesha swala ya dhuhuri afu akaiwaisha swala la asr, baada ya kuingia la asr tutoa dakika 41 saa 9 Mtume akaweka kwa pale, akasema wenda Mtume ilikuwa namna hii, ndio ikawa ikahesabika kama nini, ni jam'i. Maana yake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kufanyaje, alikusanya. Anasema fasarat salatuhu surata jam'i, kwa hiyo swala ikawa ni kama swala ambayo ni ina sura kwamba ya kukusanya, ikiwa katika namna hii kwamba kuchelewesha swala ya kwanza mpaka mwisho wa wakati wake, afu ule wakati unaoingia anaiwaisha, kwa anazikutanisha mwishoni na mwanzo. Al-asri wakati wa dhuhuri unapoisha tu pale na wakati wa al-asri unaingia, maana yake anamaliza dhuhuri pale papo imeshaingia wakati wa al-asri. Wakasema namna hii. Anasema hadha aidan dhaifun au batilun, vile vile ni dhaifu, ni batil, lakini hii kauli ndio kauli ambayo wameshika jamhuri wa ulama. Maulama wengi, yani ukianza kupiga hesabu kwa maulama wengi katika tafsiri za hadithi hii ndio wamesema kauli hii kwamba Mtume wenda jamu alikusudia kukusanya, alikusudia labda ni kuichelewesha swala ya mwanzo katika mwisho wakati wake na kuiwaisha swala inayofuatia, maana yake anamaliza papo anaingia papo katika namna hii. Lakini anasema hii kauli vile vile ni batil. Wanachuoni hapa al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anasema ni dhaifu vile vile ni batil, li'annahu, kwa sababu kauli hii mukhalifun lidhahiri mukhalafatan la tuhtamal, kwa sababu hii kauli ni dhaifu kabisa, tena udhaifu ambao hata huwezi kufikirika. Kivipi? wa fi'lu Ibn Abbas alladhi dhakarnahu hina khatab واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. Kitendo cha Ibn Abbas wakati amekuja yule miongoni mwa watu wa Abi Tamim kusema swala, akamwambia wewe unanifundisha mimi sunna, tayari inairudia hii kauli kwamba sio sahihi. Usahihi kutokuwa sahihi ni kivipi? Kwa sababu ukisema kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alichelewesha dhuhuri mpaka mwisho wakati wake, baada ya kumaliza tu dhuhuri pale labda dakika moja pale pale ikawa imeshaingia al-asr na akaswala asr, maana yake hapa tayari haingii, kwa sababu hii inasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusanya baina ya swala ya dhuhuri na al-asr na baina maghrib na isha pasina hofu wala mvua. Tumepatana vizuri mashekhe hapo pasina hofu wala mvua. Kwa maana gani? Kwa maana ukisema kwamba Mtume alichelewesha ile swala ya dhuhuri pale alipomaliza tu ikakaa kidogo wakati kwa maisha akakusanya swala ya pili pale la asr, maana yake hiyo ishakuja kichwani kwamba Mtume aliswali kila swala ndani ya wakati wake, kwa haingii katika jamu. Maana yake hiyo sio jamu tena ambayo inakusudiwa katika namna hii. Maana yake Mtume sallallahu aliswali kila swala katika wakati, kuitendo cha kuchelewesha dhuhuri mpaka mwisho wa wakati wake, tayari ni wakati wake, tayari ndio wakati wa dhuhuri huo. Na kitendo cha bwana Mtume sallallahu kuiwaisha al-asr, lakini tayari ndio ndani ya al-asr, maana yake ni wakati wa al-asr. Ndio anachokusudia kusema kwamba hii kauli vile vile ni batil katika namna zake. Kisha akasema wa minhum man qala, miongoni mwao wanachuoni wapo waliosema huwa mahmulun ala al-jam'i bi'udhri al-marad. Hii hadithi tutaichukua katika namna ya kwamba ni kwa sababu ya udhuru wa maradhi, labda anaruhusiwa kukusanya mtu mwenye maradhi au nahwihi, au mfano wa maradhi, mimma huwa fi ma'nahu min al-a'dhari. Tunaangalia kila kitu ambacho kinaenda maana yake katika maana za nyudhuru za ambazo zinamlazimika mtu.
zile nyudhuru ambazo zinamlazimika. Kivipi? Wa hadha qawlu Ahmad ibn Hanbal wal Qadhi Hussein min ashabina, kauli ya Imam Ahmad na Hussein min ashabina, miongoni mwa watu wetu. Ashabina akikusudia min Shafi'i. Wa ikhtarahu al-Khatabi wal Mutawalli wal Ruyani min ashabina, vile vile au wanachuoni katika Shafi'i. Wa huwa al-mukhtaru fi ta'wilihi li dhahiri al-hadith, na hii ndio kauli iliyochaguliwa katika ta'wili yake kwa namna hadithi inavyodhihirika, namna hadithi inavyokuja katika namna hizo. Walifi'li Ibn Abbas wa muwafaqati Abu Huraira, na kitendo cha Ibn Abbas na namna alivyowafikiana nani? Abu Huraira radhiyallahu anhu. Kivipi? Wali anna almashaqqata fihi ashaddu min almatar, kwa sababu mashaka yaliyopo katika ugonjwa na mfano magonjwa ndio ni mazito zaidi kuliko hata mvua yenyewe. Kwa hiyo huyu naye Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala naye kachukua kauli ya kwamba hiyo inachukua maana ya ugonjwa. Hiyo inachukua maana kwamba ile nyudhuru iliyokuwa ni nyudhuru kubwa zaidi, ambayo ndio itapelekea mtu ataruhusiwa kufanyaje? Ataruhusiwa kuweza kukusanya. Kisha kasema wa dhahaba jama'atun min al-a'immati ila jawazi al-jam'i fi al-hadari lil-hajati, likaenda kundi miongoni mwa kundi mwa wanachuoni wenyewe wakasema inajuzu kukusanya mtu swala, inajuzu kabisa fil hadari, akiwa yupo tu nyumbani, so msafirani, yupo anaruhusiwa. Lilhajati, kama itakuwa kuna haja. Liman la yattakhidhuhu adatan, kwa sharti huyu mtu anayekusanya kwa haja asifanye kuwa nini? Asifanye kuwa kama vile ni adatan. Adatan maana yake mazoea, lakini hapo mbele lil haja, kwa haja yoyote itakapojitokeza hapa, maadamu ni haja, tutaona min alhawaiji ni ipi, miongoni mwa haja ni zipi. Wa huwa qawlu Ibn Sirin wa Ashhabi min ashabi Malik, kauli ya wanachuoni Ibn Sirin na Ashhabi miongoni mwa watu wa Malik. Wa hakahu al-Khatabi an al-Qaffal wa Shash al-Kabir min ashabi Shafi'i an Abi Ishaq Maruzi an jama'ati min ashabi al-hadith. Kwa hii kauli wamechukua wanachuoni wengi bwana, kwamba ikitokea haja yoyote, imetokea haja, basi mtu inafaa kukusanya, lakini asifanye kuwa ndo ada yake. Kitendo cha kusema isiyo kwa ada yake, maana yake amesema haja. Haja jamani, mfano miongoni mwa haja swali unaulizwa, labda mtu anaona kabisa kwamba mimi alasiri sitakuwa vizuri kabisa na uhakika 100%. Hii ni haja, anajuzu kukusanya swala. Wakati wa dhuhuri akaswali ya dhuhuri, akaswali na alasiri. Mfano miongoni mwa haja, kauli ya mwisho ndio kauli ambayo inabidi ichukuliwe kwa watu na kuweza kuibeba. Mfano mvua, haja, unaona kabisa labda mimi bwana, mvua imepiga hii, sitaweza kuswali jamaa, acha nikusanye tu, sitaweza kuswali, muda mwingine nipelekea, nitashindwa kuswali kabisa, labda basi itafanyaje? Au mtu labda kazi imekuwa nyingi, anaona kabisa kwamba hizi mimi wakati fulani sitaweza kuswali, mwisho wa siku nitakuja takadhaa tu, inajuzu kwa mtu huyo kufanyaje? Au mtu akajisikia vibaya akaona wakati fulani nitashindwa, basi naruhusiwa kwa mtu huyu kufanyaje? Kukusanya swala. Yani maana yake swala ya dhuhuri na swala la asr akaziswali pamoja, labda mfano wakati wa dhuhuri akaswali ya dhuhuri akamaliza, akaswali na asr, akajua kabisa la asr sitakuwa katika namna iliyokuwa nzuri. Kisha akasema wakhtarahu Ibn al-Mundhir wa yuayiduhu dhahiru qawli Ibn Abbas, na akaichagua kauli hii mwanachuoni Ibn Mundhir, na kauli hii inatiliwa nguvu na namna kauli Ibn Abbas ilivyodhihirika. Ibn Abbas anasemaje? Arada alla yuhrija ummatahu, ndio kauli aliyosema Ibn Abbas alipoulizwa kwa nini mtume alikusanya pasina hofu wala mvua, akasema mtume alitaka asiupe tabu umma wake, alharaj, tabu, mashakata, asiupe shida umma wake. Mtu anajisikia mimi bwana, muda fulani sitakuwa namna hii, sitaweza, nitakuwa na nyudhuru fulani, sitaweza kabisa, yani kwa namna anavyoona, basi mtu huyu anaruhusiwa kufanyaje? Kukusanya baina ya swala, kati swali ule wakati ukapita na yule akakusanya, basi hakuna mushkili. Kisha akasema falam yu'allilhu bimaradhin wala ghayrihi wallahu a'lam. Na ukitazama kauli ya Ibn Abbas falam yu'allilhu, ukitazama vizuri, Ibn Abbas hakuweka illa, hakuweka sababu yoyote, hakuweka sababu ya maradhi wala mfano wake wa maradhi. Ukitazama ile anasema kwa nini aliuliza Ibn Abbas akasema alla yuhrija ummatahu, asiupe tu, kwa illa yenyewe ni ile kwamba asiupe tabu, lakini hakuweka kwa maradhi wala hakuweka kwa kitu kingine sio kwa maradhi. Ndio kauli ya hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam inadhihirika katika namna iliyokuwa namna hiyo. Sasa tutazame, kisha wanachoona wanasema wa idha kanat in alhasil, sasa nataij, matokeo na kilichopatikana.
Wa idha kanat hadhihi hiya aqwalu ahli alilmi fi hadhihi almas'alati, ikiwa kama hizi ndizo kauli ambazo tumeziona nyuma ndizo kauli za watu wa kiilmu wanachuoni katika masala hii ya kukusanya swala, fa'alam, bastambua kuwa na ilmu ya kwamba anna al-asla, ya kwamba asili ya jambo, asili ya jambo hili huwa antusalia kulla salatin fi waqtiha, ni kwamba mtu aweze kuiswali, wewe uiswali kila swala katika wakati wake. Fahamu vizuri? Watu hafidha ala dhalika, na uhifadhi kuswali ndani ya nyakati zake hizi swala. Fahuwa ra'su Malik, hichi ndicho kichwa cha mfalme, akimaanisha kwamba hii ndiyo asili yenyewe, ndio kuu, kila swala iswaliwe ndani ya wakati. Tutaona wataakhudha bil azmi fi umuri dinika umuman, na kinachotakiwa wewe katika mambo ya dini yanapotokea inabidi uchukue umuman. Umuman maana yake ni ilivyotapakaa kwa wanachuoni na ilivyobebwa kwa wanachuoni, kwamba wanachuoni wengi wanasema jambo la namna hii, basi mimi inabidi nichukue kauli, ndio umuman, kauli ya wanachuoni wengi zaidi. Wa fi hadhihi almas'alati al'azimati khususan, lakini vile vile wakati tunachukua kauli umuman katika masala haya, tambua kwamba kuna hususan ndani ya masala haya. Khususan maana yake nini? Nini maana hususan? Tutaona ibra'u lidhimmatik. Kwa wewe sasa lazima ujue kabisa, unapochukua kauli ya wanachuoni wengi umuman, tambua katika masala haya kuna hususan ndani yake, ila unachofanya ni ibra'u lidhimmatik. Unachukua kauli ya wanachuoni wengi, lakini inabidi ufanyaje? Wa amalan bi madhhabil jamhur, uweze kutendea kazi madhehebu ya jamhur, ndio umuman kauli. Kivipi? Anasema ndani yake kuna hususan katika masala haya, akimaanisha kwamba kuna kauli zipo za wanachuoni hususan, kauli sio za wanachuoni wengi jamhuri, lakini kuna wanachuoni wengi zaidi wapo katika masala haya. Chukua namna dini inavyosema bwana, hafidhu ala salawati, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Hii ndio almas'alatu fil umum, inabidi uchukue kauli hii ukiswali kila swala katika. Lakini tambua katika masala haya vile vile ndani yake kuna hususan kwamba mtume alikuja aliongea jambo fulani, na mtume ndio mfasiri wa Qur'an. Maana yake alisema sitaki kupa tabu umma wangu, kisha akasema wa in turirta fi ba'dhi al-ahyani ila al-jam'i lilhajati, kama itatokea baadhi ya nyakati ikawa umetokewa na dharura, sasa kuna haja imekupelekea wewe kukusanya swala, kalinshghali bil amal, kama vile mtu ameshughulika sana na kazi, kashughulika sana na kazi, ona kazi hapa sitaweza kutoka katika namna fulani ama nyingine, akashughulika sana na kazi, ala ma dhahaba ilayhi ba'd ahli al-ilm, kwa sababu kauli hiyo ameenda baadhi ya wengi wanachuoni, baadhi katika watu wa kiilmu, kwamba ikitokea haja kama vile mtu kazi imetokea, inabidi ile kazi yake haitakuwa rahisi ya kutoka pale, labda wakati wa asr, basi ataikusanya wakati wa dhuhuri, atasali kwa pamoja, kama ulivyoona kauli za wanachuoni. Fala haraja alayka, basi muda huo patakuwa hakuna tabu juu yako kwa wewe, antajmaa, uweze kukusanya baina hizo swala, wala tattakhidh dhalika adatan, wala tattakhidh dhaka jam'uka adatan, na wala usifanye kukusanya kukawa ni mazoea. Kwa ndugu zangu Waislamu, insha Allah tulichokiona katika masala haya ni kwamba tuchukue kauli ya wanachuoni kwamba inajuzu kukusanya swala baina ya swala mbili hizi, inajuzu. Tuachane na mtu wa safari, tunazungumzia tu yuko nyumbani kawaida. Inajuzu kukusanya baina dhuhuri na asr. Ukajua kabisa mimi wakati wa asr nina asilimia mia kwamba sitaweza kuswali, nitakuwa na matatizo fulani, najijua kabisa, basi utaswali wakati wa dhuhuri, utakusanya na asr. Lakini tambua haya masala yana ikhtilafu, kama tulivyoona kuna wanachuoni wanasema mtume alikuwa akichelewesha labda mfano dhuhuri mpaka mwisho wakati wake, afa anaunganisha na asri, tayari wakati wa asri umeshaingia. Inaitwa jamu suri, yani maana ni kusanya kwa kisura, kwamba bwana Mtume sallama alichelewesha mwisho wa wakati, kisha swala inayofuatia akawa ametegea pale kwamba hii inaisha hii inaingia. Lakini wanachuoni wakasema kwamba japokuwa ni jamhuri, baadhi ya wanachuoni wakasema kwamba hii ni batil, kwa sababu kama namna hiyo haiwezi kuwa ni ihtimalu ndani yake, kwa sababu hapo tayari utakuwa umeshaswali kila swala ndani ya wakati wake, na ile jamu inamaanisha mtume alikusanya zile swala katika wakati mmoja. Sasa ukishasema kwamba alikusanya kwake kulikuwa ni mwishoni ya dhuhuri, kwamba wakati wa mwisho wa dhuhuri na mwanzo wakati wa asr, tayari umeshaweka kila swala katika nyakati yake, maana sio jamu katika wakati uliokuwa mmoja. Yoyote atakayeshika katika masala haya, kauli yoyote mwanachuoni yuko sahihi na hakuna shida, kwa sababu ni kauli almukhtalafu fiha, kwa sababu ni kauli ambayo almukhtalafu fiha, yani bimaana fil mas'ala, katika ndani ya hii mas'ala kuna ikhtilafu za wanachuoni.
Wabillahi tawfik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoyote mwenye swali anataka kuuliza, basi anaweza kauliza katika comment au akaweza click hiyo clip na akaweza kuuliza swali katika namna zake. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.